Fursa hizi zinazotokea hapa Mbeya, wajasiriamali unaoona hawa, hamna anayepata hizo fursa. Wapo wanaopewa hiyo mikopo ya 7%, ya 10%, ya 30%. Wenye mikopo muhamo, tuseme sisi vijana tujitegemee, wamama, watu wazima wapo humu ndani. Wenye hiyo mikopo wamo humu. Lakini mwaka jana wanasema wamekutana bilioni 10 na ngapi, bilioni 10 na ngapi zimekwenda kwa jasiriamali. Hao hewa ndo wanayo hiyo mikopo wakuu. Sisi tunajitegemea. Mikopo hii inatengeneza mazingira ya rushwa. Unataka kukopa milioni 20, anayekusaidia upate mkopo anataka milioni 2, milioni 3. Hii milioni 3, hii milioni 3 hii nitakavyoanza kurejesha atailipa nani? Tunaomba ufanye research ili hao wengine wanafanya kazi kwa mazoea. Ujaribu kuhamisha au kuondoa kabisa kwa sababu wanachukia. Sisi tunakula leo, hatuli kesho. Kwa hiyo leo hii ikiwa ngumu kwetu, familia zimela njaa, wafanya biashara wewe. Leo tunakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo upatikanaji mdogo wa mitaji na mikopo, ukosefu wa mafunzo mara kwa mara ya ujasiriamali, uzoefu wa viongozi maalum ambaye anaweza kutusimamia ili tuweze kutatua changamoto kwa urahisi, changamoto za masoko ya uhakika kwa bidhaa zetu, kukosa sapoti kutoka kwenye serikali yetu, uelewa mdogo wa matumizi ya teknolojia na mifumo ya kidijitali katika biashara, ukosefu wa maeneo kwa ajili ya biashara kwa wajasiriamali pamoja na sehemu ya kuzalishia, kwa sababu wajasiriamali wengi wanakuwa ni wadogo, hawana sehemu za kuzalishia. Watu wa maendeleo ya jamii, watendaji wamelalamikiwa sana. Wako ambao wanafanya vizuri na wako ambao kwa kweli wana changamoto, na kubaliana na nyie. Tunakwenda kuangalia wale ambao wana changamoto, na sisi na nyie nimewapa simu yangu, tuwasiliane bila kumwonea mtu, na sisi tutachunguza pale ambapo itadhihirika kwamba ni kweli hawa wana changamoto, na wakati mwingine wanawaomba vipesa huko, tutachukua hatua kali, kwa sababu serikali kazi yake ni kutoa huduma kwa wananchi, na ndio maana wameajiliwa, tunalipwa mishahara ili kuwahudumia. Yule ambaye ataepuka au atashawishika kufanya vitu ambavyo ni kinyume na taratibu na sheria, niwahakikishieni kwamba jiji lenu lipo, mstahiki meya yuko hapa, tutachukua hatua kali kwao. Na nimewaeleza kwamba tumekataa kwa mtu yoyote yule kuhakikisha anafunga biashara ya mtu, na narudia tena, hawaruhusiwi kufunga biashara zenu.